Bwana Yesu asifiwe. Ni sadaka yetu ya shukrani kwa ajili ya siku ya leo na kwa kile Mungu alichofanya kwa siku 3 na siku hii ya 4. Lakini pia katika sadaka hiyo tunatamani unganisha na shukrani nyingine ambayo sijajua kama kwako umeshaliona hilo. Lakini rohoni Mungu anatuhimiza kutoa sadaka ya shukrani kwa kukamilika kwa utengenezaji wa barabara ya lami kutoka Tabora mpaka Kigoma mjini. Tumekuwa tukija Kigoma zaidi ya miaka 20 sasa, na tumeona mkoa ukikua kimaendeleo pia na kiroho. Ni barabara ambayo tumekuwa tukiiombea, najua na wenyeji hapa mmekuwa mkiiombea. Mungu amesaidia, Mungu amejalia, imekamilika. Tutakuwa tumekosa shukrani kwa Mungu tukiacha kumshukuru moja moja, lakini kwa pamoja. Kwa hiyo tunapotoa hiyo sadaka, weka na shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Yako mambo mengi ambayo sasa nyinyi mna watu wa Kigoma mnajua, ambayo kunakuwa na mabadiliko makubwa. Tulipokuwa tunakuja huku, umeme ulikuwa wa generator, nyinyi wenyeji mnakumbuka. Lakini kuna mabadiliko makubwa yametokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunaona viwanja vya ndege vikijengwa mikoa mingine na Kigoma kinajengwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingi. Natamani uko makanisani pata nafasi ya kumshukuru Mungu ya kutosha kwa kile ambacho Mungu anaendelea kufanya kwa ajili ya mkoa huu. Bwana Yesu asifiwe. Usiache kuendelea kuomba pia. Tumekuwa tukiomba kwa ajili ya usafiri wa treni. Tulipokuja mara ya kwanza huku tulikuja na usafiri wa treni toka Dodoma. Sikumbuki masaa tuliyotumia, yalikuwa mengi, lakini tulisafiri. Na sasa hivi ujenzi wa treni ya SGR, ujenzi umeshaanza. Naona madaraja yakiendelea. Tunahitaji kuendelea kuomba ili huo mradi ukabinike na treni ya SGR iweze kufika Kigoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao mmekuwa mkiomba kwa ajili ya mji huu, pia mnakumbuka tumekuwa tukiomba juu ya bandari iende ipanuliwe, ifanye kazi yake vizuri kwa mikoa, kwa nchi hizi za jirani. Na tunaona kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Shika sadaka yako tuombe. Funika macho yako tuombe. Wewe ni Mungu aliye hai, tunakushukuru mno. Bwana, watoto wako tuna sadaka katika mioyo yetu na katika mikono yetu. Tunaomba Bwana katika jina la Yesu Kristo uzipokee katika madhabahu yako Bwana ya mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, kama vile ulivyopokea sadaka ya Kornelio ikafika mbinguni kwa ukumbusho na ikakukumbusha juu ya mambo mbalimbali ambayo mtoto wako alikuwa akiomba kwa ajili yake na kwa ajili ya familia yake na marafiki zake na majirani. Na hiyo sadaka ikakaa hapo kukukumbusha. Nasi tunaomba Bwana, sadaka hizi zinakuja kwa shukrani, kukushukuru wewe kwa ajili ya siku hizi ambazo umetupa leo, ikiwa ni siku ya 4. Tunakushukuru kwa ajili ya mioyo ya watu wa Kigoma Bwana, kutufungukia na kutupokea na kupokea huduma ulioweka katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya nchi hii Bwana, na katika nafasi za watu wako sehemu mbalimbali ambao wanatufuatilia saa hii, na wengine wameendelea kutufuatilia, na wale walioko nje ya nchi ya Tanzania Bwana wamepata nafasi ya kufungua mioyo yao, kufungua nyumba zao, kufungua ofisi zao, biashara zao, ili Bwana tuweze kuachilia neno la Mungu katika vyombo hivyo vya habari na kuwafikishia Bwana mahali waliko katika hiyo mitandao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaungana kushukuru Bwana kwa kila ambacho unaendelea kufanya na utakachofanya na leo pia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, lile jina lipitalo kila jina. Tunakushukuru Bwana pia kwa ajili ya maombi ambayo tumekuwa tukiomba kwa ajili ya maendeleo ya mkoa huu Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa uaminifu wako na nguvu zako na neema yako iliyokuu, katika jina la Yesu Kristo. Tunasema asante kwa ajili ya maendeleo ya kiroho
wako Bwana, watu kuendelea kukujua wewe na kuimarika kuingia katika ibada katika maeneo yanayosali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kuongezeka kwa ufahamu wao wa kulijua neno lako na katika kukutumikia wewe Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa ajili ya amani yako inayoendelea katika mkoa huu wa Kigoma katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya maendeleo ambayo Bwana tumeona yakitokea kwa macho yetu tukishuhudia Mungu kutoka katika mazingira waliokuwa nayo Mungu, na tunaona mabadiliko. Tumetaja tu vitu vichache lakini tunajua viko vitu vingi Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumetaja Bwana barabara ya kutoka Tabora mjini na kufika hapa Kigoma mjini. Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakuja kila mwaka miaka michache tu ambayo hatujapita huko, lakini Bwana wewe ni Mungu aliye hai. Kwa mara ya kwanza tumepita mwaka huu Bwana, na tumetoka Tabora lami na tumeingia Kigoma lami. Sifa na heshima ni za kwako. Asante kwa kila mmoja aliyehusika na huo mradi Bwana katika ngazi tofauti tofauti. Wabariki Bwana kwa kusimama nao na kukamilika. Tunaomba Bwana kwa wale wote wanaotumia hiyo barabara, utunzaji wa hiyo barabara katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, iepushie ajali Bwana na ujambazi na uwizi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru Bwana kwa ukuzaji wa bandari ya Kigoma ambayo mipango yake inaendelea. Tunakushukuru kwa ajili ya viwanda mbalimbali ambavyo tumeona vikianza Bwana katika mkoa huu na katika jiji hili katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu aliye hai. Asante kwa sababu ya umeme ambao umeleta mahali hapa Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa sababu ya njia ya treni ya SGR ambayo inaendelea kujengwa Bwana. Wale waliopewa hiyo kazi ya kujenga wawekee uwepesi kimaamuzi, uwepesi kiutendaji, ili mradi huo uweze kukamilika Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini Bwana hiyo miundombinu ikikamilika itaongeza Bwana na mawasiliano na biashara na uchumi na nchi zingine, lakini pia na mikoa mingine. Sifa na heshima ni za kwako. Asante kwa sababu ya ukuu wako na nguvu zako na neno lako ambalo Bwana tumeenda nalo mahali hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa sababu neno hilo Bwana litakuzalia matunda ndani ya mioyo ya watoto wako. Sifa na heshima ni za kwako katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Amen.